Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii ninataka nikuelekeze tiba tano. Nitakuelekeza tiba tano tu ambazo zinafaa kuwapatia vifaranga wadogo. Yaani hizi ndio tiba muhimu sana za asili za kutumia kwa vifaranga wadogo kama unafuga vifaranga. Mfano unaweza ukaja hapa shambani kwetu ukaona kwamba hawa ni vifaranga wa Saso. Wana wiki moja, wanatafuta wiki ya pili. Saso ni kuku chotara na hatujapata kifo chochote kile, lakini tupo tunatumia hizi tiba za asili. Unaweza ukaona humu kwenye makopo tumekwisha kuweka tiba za asili. Sasa mimi nataka nikuelekeze tiba tano hapa ambazo utazitumia kwa vifaranga wako, ambazo zitakusaidia kupunguza vifo kwa vifaranga au kufanya usipate vifo kabisa, kama ambavyo sisi hapa tuna wafuga hawa vifaranga. Sasa tukianza na tiba ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuwapatia kuku wako wanapofika tu, sasa pale mwanzo, unapaswa kuwapatia antibiotiki. Hii antibiotiki ya asili ambayo utaitengeneza ni muhimu sana kwa vifaranga ambao wamechoka, labda wamefika na hali mbaya. Unaweza ukaona ni kama vile wanataka kufa. Mfano labda wamesafirishwa kutoka mbali, wamekaa muda mrefu, au kuna wale vifaranga ambao wanakuaga wametotoleshwa mapema sana, kabla hata siku zao hazijafika vizuri kwa hiyo wanakuaga kama vile, tuseme sijui ni njiti, litakuwa ni neno nzuri, wanakuaga ni wadogo. Kwa hiyo hii tiba pia inawafaa. Kitu cha kwanza, kama utapokea vifaranga wako, wapatie glucose. Wakimaliza kunywa glucose, kisha ndipo utumie hii tiba. Hii utatumia tangawizi moja, kitunguu saumu kimoja na pilipili 3. Hizi utaziweka kwenye maji nusu lita, kisha utafanya kuwashika kama hivi. Kama kifaranga wako tuseme huyu hapa, labda tafute kifaranga mmoja hapa, labda huyu hapa ndio amechoka. Kwenye hiyo tiba yako utakuwa labda umeweka kwenye chombo, utakuwa unafanya kuanywesha kama hivi. Umeona? Unakuwa unafanya kuanywesha kama hivi. Umeona? Ukimweka hivi kifaranga yote kwenye maji hivi, lazima atakunywa. Umeona? Kwa hiyo ndio tiba ya kwanza kabisa ambayo utaitumia kwa vifaranga wale ambao wamechoka, wana hali mbaya. Tiba ya pili ambayo ninakutajia hapa ni tiba ya kuwakinga vifaranga na mafua wakiwa wadogo. Vifaranga ukiingia bandani kwao kama hivi kwenye hii bunda, nyakati za usiku utakuta kama vile wanakaribia kupiga chafya. Sasa endapo utawaacha vile vile, ile ni hali mbaya, wanaweza wakapata mafua makali kabisa na yakakuletea shida kwenye ufugaji. Sasa hapa pia utatumia mchanganyo kama huo: pilipili 3, kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja, lakini utaongeza na kitunguu maji. Utaongeza na kitunguu maji kimoja, utakuja utaweka kwenye maji utakuja kuweka kwenye maji lita 8 mpaka lita 10. Huu mchanganyo uwapatie vifaranga wako wakifika siku ya 4 ya 5. Siku ya 4 ya 5 wapatie huu mchanganyo vifaranga wako, kisha simama. Halafu tiba ya 3, hii ni kinga. Ukiwapa vifaranga wako tiba kinga ya dukani ya Kideli Newcastle, ile ND+IB ndio ambayo huwa tunaitumia. Ukisha wapatia siku ya 7, maana siku ya 6 utawapa maji matupu, siku ya 7 utawapa ile chanjo, siku ya 8 ambayo inatakiwa wape maji matupu, utawazishia kinga ya asili ya magonjwa ya virusi. Hii kinga itawakinga na magonjwa kama vile kideli,
kideri pamoja na ndui. Itakinga haya magonjwa mawili, kideri na ndui. Hapo nakuelekeza tiba ya tatu. Utachukua majani ya aloe vera matatu, utachukua utachukua tangawizi moja, kitunguu saumu kimoja, lakini pia na vijiko viwili vya chakula vya jivu. Utachanganyia hivi vitu vyote kwenye maji lita 10, utaviblend hivi vingine, utakuja kuchanganyia kwenye maji lita 10. Utawapa siku 3 mfululizo, siku ya 8, ya 9 na siku ya 10 utawapatia huo mchanganyo. Hapo utakuwa umewakinga, umewaimarisha na kideri lakini pia na ndui. Hiyo ni tiba ya 3. Tiba ya 4, utahitaji kuwakinga hawa kuku pamoja na gumboro. Gumboro pamoja na miharo. Gumboro pamoja na miharo ni muhimu sana kwa kinga. Sasa upande wa gumboro, tiba ambayo utatumia ni hiyo hiyo ambayo itaenda kukinga pia na miharo. Utachukua majani ya mwarobaini kwenye jagi moja, lile jagi la blender lile ambalo ni lita 1.5. Utakuja utachukua majani matatu ya mpapai, kitunguu saumu kimoja na tangawizi moja, utavibrendi siku ya 11 ya 12. Hizi siku 2 utawapa hizo tiba. Utakuwa unachanganyia pia na vitamini. Makopo mengine unaweka vitamini, makopo mengine unaweka hizo chanjo. Muhimu sana hata huku nyuma usisahau kuwapa vitamini. Usije ukabezi sana kwenye hizi kinga na hizi afu ukasahau kuwapatia vitamini. Vifaranga wanahitaji pia vitamini kwa wingi. Hiyo ni chanjo ya 4. Chanjo ya 5, unapaswa kuwapa vitu vyenye vitamini kwa sababu ya kuongezea madini ili kuwafanya vifaranga wako wasiwe dhaifu, kama vile majani ya maboga yale yanaongeza vitamini. Lakini pia uwape tiba ya minyoo, mbegu zile za unga wa mbegu za maboga. Tunachukuaga vijiko 3 tunaweka kwenye maji lita 8 mpaka lita 10. Ule pia utakusaidia kuwakinga kuku wako na minyoo. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu kabisa ambavyo unapaswa kuwapatia vifaranga wako wakiwa wadogo. Jamani, mwisho kabisa namba yetu ya simu hiyo hapo. Kama unahitaji kujiunga na kundi letu la mafunzo, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Sisi tutakuelekeza, unaona vifaranga tunaelekeza jinsi ambavyo tunawalea. Kwa nini sisi tunawalea bila vifo kabisa, wamechangamka kama hivi. Utaelekezwa lote kwenye kundi letu ambalo utakaa kwa muda wa miezi 2. Ada yake ni shilingi 8,000. Lakini pia tuna vitabu hivi hapa, nadhani mnaviona. Hivi vitabu vitakusaidia jinsi ya kulea kuku, jinsi ya kutengeneza tiba hizi za asili, kutibia magonjwa yote humo ndani tumeyaweka kwenye hivi vitabu. Kama hicho kitabu cha tiba za asili, tumeandika namna ambavyo unaweza kuwatibia vifaranga wako, namna ambavyo unaweza kutibia labda ugonjwa wa kideri, namna ambavyo unaweza kutibia ugonjwa wa ndui, hatua za kufuata mpaka wanapona. Na hichi kitabu kimekuwa kina manufaa zaidi. Kuna hichi kitabu cha safari ya ufugaji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hivi vitabu vina kanuni bora sana za utagaji. Kanuni zetu ni bora sana. Yani mfano mzuri, ngoja niwaelekeze kitu ambacho kimetokea. Ukichanganya kanuni ya kutaga ukawapa kuku ambao wanakuwa wa miezi 2, yani ukachanganya, yani itokee tu yani mwenyewe tu ukachanganya kwa bahati mbaya, wale kuku wa miezi 2 wale wanataga. Yani ndio ipo hivyo kanuni zetu. Yani ukichanganya kwa bahati mbaya ukawapa kuku wa miezi 2 watataga, japo hiyo haitakiwi, lakini tuseme ndio yani umechanganya. Kanuni ile ya kutaga umewapa kuku wa miezi 2, lazima watakuja wakutagie yai na wenyewe. Kwa hiyo ni uhakika, kanuni zetu zinafanya kazi vizuri sana. Zote zipo kwenye hivi vitabu. Vitabu vyetu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp na gharama yake ni shilingi 10,000 kitabu kimoja. Asanteni na kwa elimu.